Jina langu naitwa Baraka John Mwambage, ni meneja wa TANROADS mkoa wa Pwani. Napenda kuelezea kwamba mnamo mwaka 2024 mwezi April, mvua za El Nino zilileta madhara katika miundombinu ya barabara na madaraja katika nchi yetu, ambapo mkoa wa Pwani pia haukusalimika. Mvua hizi ziliponyesha zilisababisha madhara makubwa katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Pwani, na mara zilipoisha mwishoni mwa mwezi huo tulifanya tathmini ya kina ili kujua madhara ya uharibifu uliosababishwa na mvua hizo. Hii ilifanyika kupitia kitengo chetu cha wataalam cha TECU katika mkoa wetu huu wa Pwani. Tathmini hiyo iligundua maeneo makubwa 6 ambayo yaliathirika kwa kiwango kikubwa sana na kupelekea serikali kutoa shilingi bilioni 24.4 kwa ajili ya kufanya ukarabati mkubwa sana wa maeneo hayo. Maeneo hayo ni kama yafuatayo. Eneo la kwanza ni eneo la Kisauke. Hili ni eneo ambalo lipo kati ya daraja la Kisauke na eneo la Sadani. Hii ni ndani ya mbuga ya wanyama ya Sadani. Eneo hili liliathirika kwa maji ya mto Wami kuvunja kingo na baadaye kuja kuvunja tuta la barabara ya Makurunge kwenda Sadani mpaka Mbuyuni, ambayo ni lango la watalii wanaotoka ukanda wa Dar es Salaam kupitia Bagamoyo kuingia kwenye mbuga ya Sadani. Kwa kipindi hicho eneo hili lilikuwa lipitiki, na athari kubwa ilikuwa ni wenzetu wanaoshughulika na idara ya utalii kushindwa kupata au kufanikisha watalii kufika kwenye eneo la mbuga, na hivyo basi kuathiri uchumi wa nchi yetu. Katika eneo hili tunajenga daraja lenye urefu wa mita 20 likiwa na midomo 4, kila mdomo ukiwa na mita 5 kwa maana ya urefu na kina cha mita 4. Ujenzi ulianza mwezi wa 11 mwaka 2024 na mpaka kufikia tarehe 1 mwezi wa 9 kazi zote zilikuwa zimekamilika, na hivi sasa eneo hilo linaendelea kwa matumizi ya kawaida. Tatizo hilo likiwa limekwisha. Eneo la pili ni eneo la Kimange. Athari kubwa katika eneo la Kimange ilikuwa ni maji kujaa kutokana na daraja lilokuwepo kutokuwa na uwezo wa kupitisha maji yote ambayo yalikuwa yanapita katika eneo hilo. Hivyo basi kujaa kwake kulikuwa na athiri ya jumuiya ya wasafiri na usafirishaji wa magari kusubiriana upande wa Tanga na upande wa kuelekea Dar es Salaam. Hivi sasa ujenzi wa box culvert ambalo lina urefu wa mita 10 likiwa na midomo 2 ambayo kila mdomo una urefu wa mita 5 na kina cha mita 4 umekamilika tangu tarehe 1 mwezi wa 9, na hivyo basi nayo kuwa tayari kwa matumizi ya wasafiri na wasafirishaji kama ilivyokuwa imekusudiwa. Eneo la tatu ni eneo la Ruvu. Ruvu maarufu kama Ruvu Darajani, kwa maana ni karibu na njia ya reli. Eneo hili pia lilikuwa linaathirika mara zote katika kipindi cha mvua za masika, ambapo maji huwa yanajaa, na yakijaa basi huwa yanasimamisha kabisa shughuli za usafiri na usafirishaji, kwani magari ilibidi kusubiriana kwa uelekeo wa Morogoro na uelekeo wa Dar es Salaam. Ujenzi katika eneo hili pia nao ulikamilika tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka huu 2025, na eneo hili sasa linaendelea kutumika kwa shughuli za magari na jumuiya nzima ya wasafiri na usafirishaji. Eneo la 4 ni eneo la Kimanzi Chana. Eneo la Kimanzi Chana pia liliathirika kwa kiwango kikubwa sana. Zile mvua zilisababisha tuta la barabara kumonyoka na kusimamisha kabisa shughuli za usafiri na usafirishaji kwa takriban masaa 3-4 kabla tujafanya matengenezo ya muda. Lakini mpaka hivi sasa kufikia tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka huu, ujenzi katika eneo hilo ulikuwa umeshakamilika. Linaendelea kutumika vizuri tu kwa magari na jumuiya nzima ya usafiri na usafirishaji kwa pande zote, kwa maana ya kuelekea pande wa Lindi mikoa ya kusini na wale wa kutoka mkoa wa kusini
kuja upande wa Dar es Salaam. Eneo la 4 lipo katika barabara ya Bungu Nyamisati. Hii ni barabara muhimu sana, kwani wasafiri wanaotoka katika kisiwa cha Mafia huwa wanapanda meli, wale wanaotumia usafiri wa meli, na kushuka katika bandari ya Nyamisati. Baadaye wanatumia barabara yetu ya mkoa yenye kilomita 35 ino kilomita 40.03 kutoka Nyamisati kuja Bungu, na baadaye waendelee mikoa ya kusini na Dar es Salaam. Daraja hili lilikatika pia kutokana na mvua hizo, na baada ya mvua kuisha tuliweza kuanza mara moja ujenzi, na tumekamilisha ujenzi wa daraja lenye urefu wa mita 10 likiwa na midomo miwili ambayo ina upana wa mita 5 na kina cha mita 4, na daraja hili lilikamilika mnamo mwezi wa 8 katikati ndani ya muda, na liko tayari kwa matumizi na linaendelea kutumika toka tangu wakati huo limekamilika kwa shughuli za ujenzi. Hizi ni sehemu 5 kati ya sehemu 6 ambazo tayari zimekamilika. Sehemu ya 6 ni eneo la Mkapa ambalo ujenzi mpaka hivi sasa unaendelea. Makalvati yote 6 yameshakamilika. Ujenzi unaoendelea hivi sasa ni wa njia za maingilio. Mradi wa eneo hili la Mkapa wenyewe umepangwa kukamilika mnamo tarehe 25 mwezi wa 11, na jinsi tunavyoenda mradi utakamilika kwa wakati na wananchi wataendelea kutumia eneo hili kama vile mwanzo. Shida kubwa ya eneo la Mkapa ni kwamba maji yanajaa na kutishia kuvuka barabara, na hivyo basi kutishia kusimamisha shughuli za usafiri na usafirishaji katika eneo la Ikwiriri, yaani kwenye njia za kuingia kwenye daraja la Mkapa, na hivyo basi kutishia kukata mawasiliano kati ya kusini, kwa maana mikoa ya kusini na ukanda wa Dar es Salaam. Miradi hii yote inatekelezwa na wakandarasi wazawa. Kwa mradi unaoendelea katika daraja la Mkapa kuna contractor mzawa kabisa anaitwa Kings Contractors, na kwa daraja la Kimanzi Chana kuna mkandarasi anaitwa Nyakimore Contractors, na daraja la Msimbagenge au Nyanjati lilopo katika barabara Bungu Nyamisati kuna contractor anaitwa Global Link Contractors. Eneo la Ruvu kuna contractor anaitwa Intergol. Katika eneo la Kimange kuna contractor mzawa, mkandarasi mzawa anaitwa Andik, na kwa eneo la Sadani kwa maana ya ujenzi wa eneo la Sadani Sauke kuna contractor mzawa anaitwa Motor Search International Contractors. Faida kubwa za utekelezaji wa miradi ni kwamba inatumia wakandarasi wazawa, na hivyo basi kutoa ajira kwa wananchi ambao wote kuanzia wahandisi wenyewe mpaka vibarua ni wazawa. Faida ya pili ni kwamba utekelezaji wa miradi hii umeweza kurejesha miundombinu ya barabara ambayo inatumika kwa muda wote wa mwaka, na hivyo basi kuondoa kabisa ile hofu ya jumuiya ya wasafiri na usafirishaji kwamba kuna baadhi ya vipindi vya mwaka wao wangeweza kushindwa kutumia huduma ya barabara, na hivyo basi kuathiri shughuli zao za kiuchumi. Kwa shughuli za ujenzi ambazo zinaendelea katika eneo la daraja la Mkapa, tunatoa ombi pia kwa jumuiya ya wasafiri na usafirishaji na wananchi wote kwa ujumla ambao wanatumia barabara ile kuwa wavumilivu wakati huu ambapo tunaendelea na shughuli za ujenzi, kwani kukamilika kwake kutawapa fursa wao kutumia barabara ile pasipo matatizo yoyote yale. Wafuate alama za barabarani, wafuate maelekezo ya watu wa usalama, iwe ni polisi au wa mkandarasi au wa TANROADS, ili kuepusha ajali ambazo hazina ulazima wote ule wa kutokea. Napenda kutoa shukrani sana kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuridhia na kutoa fedha kiasi cha jumla ya shilingi bilioni 24.4 ili kutibu matatizo haya ambayo yapo
na yangeweza kuathiri shughuli za usafiri na usafirishaji. Tunashukuru wananchi na jumuiya ya wasafiri na usafirishaji kwa uvumilivu mkubwa ambao wamekuwa nao tangu tulivyoanza utekelezaji wa miradi hii ambayo mingi iliathiri shughuli zao za usafiri wa kawaida mpaka ilipokamilika. Na kwa mradi unaoendelea katika eneo la Mkapa, tunaomba waendelee kuwa wavumilivu, stahimilivu, na tunajitahidi kwa kadri tutakavyoweza kuhakikisha kwamba utekelezaji wa mradi katika eneo lile hauwi kero kwao. Kwa namna gani? Kwa kuhakikisha kwamba njia ambazo zipo kama mbadala basi zinatumika na zinakuwa katika hali nzuri muda wote wa utekelezaji wa mradi.